Kwa kweli mechi ilikuwa ni mechi ambayo ilikuwa inavutia na imethibitisha kwamba dabi itaendelea kuwa dabi. Kwa maana mazingira ni 50-50. Yaani timu yoyote katika mechi hii hapa ilikuwa ina uwezo wa kupata matokeo chanya. Utakumbuka Simba nafasi walizotengeneza kipindi cha kwanza ambazo 1 against 1 wamepoteza. Na Yanga nafasi moja walipata kuweza kuitumia, lakini pia hata nafasi pia Yanga ambazo walizobaki kipindi cha pili ni moja kati ya kitu ambacho kinathibitisha dabi ya Simba na Yanga itaendelea kuwa ni 50-50, ni unpredictable. Lakini kikubwa kwa timu zote mbili jinsi ambazo zilikuwa zinacheza, ulikuwa unaona tu kwamba ni uwezo wa mchezaji mmoja mmoja, individual brilliance ndio ilikuwa inaonekana, lakini kwenye team combination bado zilikuwa weakness ziko nyingi kwa pande zote mbili, si kwa Simba wala si kwa Yanga. Yanga walianza na wachezaji wote ambao walikuwepo msimu uliopita, lakini Simba wakati wanaanza walianza na wachezaji baadhi ambao wameingia msimu huu. Inawezekana ndio imetengeneza tofauti ya matokeo. Of course ni moja kati ya kitu ambacho mwalimu alikuwa yani kwa mwalimu wa Yanga alikuwa anaangalia kile ambacho kitatokea, kwa sababu naye pia ndo mara yake ya kwanza. Kwa hiyo kwa kutumia uzoefu wa wachezaji akawa kajifunza, ingawa kwenye kipindi cha kwanza kulikuwa kuna weakness nyingi sana ambazo zilipelekea Simba wakatengeneza nafasi clear chances 3 kipindi cha kwanza ambazo yalitokea makosa ambayo kama Simba wangekuwa makini kwenye finishing, wangekuwa na utulivu, wangekuwa na yani accuracy rate, usahihi wa kumalizia wangekuwa angalau 80%, pengine wangeweza kupata hata magoli mawili. Kwa hiyo ni moja kati ya kitu ambacho ikapelekea mwalimu akafanya badiliko kipindi cha pili, timu kidogo ikabadilika na hata mchezo ukabadilika tofauti na jinsi walivyokuwa wanacheza kipindi cha kwanza. Na kuumia kwa Abdulrazak Hamza pengine kumeiathiri Simba kwa namna moja ama nyingine? Of course kwa kuumia kwa Abdulrazak Hamza inaonekana kabisa kwa mchango wake ambao na hata determination ambayo huwa anakuwa nayo, nafikiri ni moja kati ya kitu ambacho kimekuwa na negative impact kwa kikosi cha Simba. Kwa hiyo kwa dili ambavyo hivi Yanga wameshinda kwa mara 6 mfululizo, ni moja kati ya kitu ambacho kinawapa positive impact, kinawasaidia psychologically wanapoingia tena kwenye next derby, yani kuwa na extra determination kuendeleza kile ambacho wenzao waliopita hata kama hawatakuwepo wenzao waliopita walikiacha. Kwa hiyo ni moja kati ya kitu ambacho huwa kina positive impact kwa ile timu ambayo imeshinda, lakini pia hata kwa timu ambayo imepoteza, kwa maana ya Simba kama hivi mechi ya 6 mfululizo. Sasa watakapokuja hapa kwa mfano mechi ya 7, yani kila mchezaji wa Simba ndio pamoja na kwamba wanaweza kaingia na negative mentality, lakini kila mchezaji ni moja kati ya kitu ambacho makocha sasa huwa wanatakiwa kuanza kuwajenga wachezaji kisaikolojia wale ambao waliopoteza, kwamba hapana, wewe leo ndio nafasi pekee ya kuweka rekodi, kwa maana ya umecheza labda hata kama hukucheza, lakini mara 6 mfululizo mmekuwa mapoteza. Sasa leo mna nafasi ya kuweka rekodi, kwa sababu zote record is always written by winners, kitu ambacho huwa kinawajenga sana wachezaji kisaikolojia. Bado kocha anawajibika kwenye matokeo. Ndio yeye hawezi kumfundisha mtu namna ya kukevu, namna ya kutani, namna ya kufanya nini, tactically anawaelekeza, lakini bado kwenye eneo la finishing ni moja kati ya maeneo ambayo bado yanaonekana kuwa ni changamoto kwa Simba, ambayo sasa kama mwalimu anatakiwa yafanyie kazi, kwa sababu wewe utakumbuka hata timu za Afrika Magharibi ambazo huwa zimekuwa zikifanya vizuri katika mechi za kimataifa, zinapoonekana kuwa hazijapata magoli kwenye movement ya mpira, huwa wanatumia set pieces, mipira iliyosimama, mipira ya adhabu. Ni moja kati ya maeneo ambayo huwa ni plan B. Kama plan A kwenye movement inashindikana, basi tumia set pieces, lakini ukiangalia kwenye set pieces bado unaona kabisa kwamba bado program ya set pieces bado hatujaweza kuwa na program nzuri na kuweza kuitumia na kuweza kuwa na mafanikio kama ambavyo wenzetu walitumia. Kwa hiyo bado kocha anawajibika kwenye kufunga pia magoli, anawajibika.